Ni siku ya Jumamosi ambapo asubuhi ya leo, mpenzi mtazamaji, ningependa kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hali gani? Bwana Yesu na asifiwe. Ni asubuhi njema ambapo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kubarikiwa pamoja wakati ambapo tunaendelea na kuingia msimu wa Krismasi. Ndio sababu unasikia kwamba mafundisho tu yanaendelea na kutuandaa kuadhimisha hiyo siku kubwa ambayo huwa tunaidhamini sana ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hivyo basi, karibu sana asubuhi ya leo katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi kubarikiwa pamoja, tuzidi kufundishwa mengi juu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Karibu, tutaendelea kuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi wa Munyu Pastorate Machakos Sub-Headquarters. Tumepata siku ingine na ni siku ya 6 ya wiki ambayo kwa mfululizo tumekuwa na mahubiri ambayo tulikuwa tunaangazia zaidi sana kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo kutoka kwa manabii hata kwa New Testament, kama vile imekamilishwa ya kwamba iliyotabiriwa ilitimia. Kwa hivyo tunaenda kuangalia tena katika kitabu cha Luka Mtakatifu sura ni ya kwanza. Nitasoma mstari wa 27, 32 na 35. Hiyo mistari mitatu nitaisoma. Na inasema hivi: kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbali ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. 32. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. 35. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu sitakufunika kama kifuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tuombeni. Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye tunaongelelea mambo kuhusu jinsi ulivyokuja duniani na kwa kuzaliwa na njia mbalimbali, kwa unabii na ukweli uliopo, wakati ukafika unabii ukatimia. Na wakati kama huu Bwana, tunaenda kujifunza juu ya Mungu aliye juu na juu ya Mungu ambaye hamna mwingine. Tusaidie na usimsahau mtazamaji akiwa mahali aliko, ukaweze kumfunulia. Na endapo Jehova Mungu umeyapanga ya kwake, Jehova Mungu ya kumuinua Yesu Kristo na baba yetu, hatunabudi kusamani asante, manake utatenda. Taomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba. Amen. Kulingana na vile tumesoma ili neno la Mungu, tulikuwa tunasoma kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika unabii. Na sasa katika Agano Jipya tunasoma pia tena utimilifu wa kuzaliwa kwake Yesu Kristo, ingawaje imekuja kama unabii. Tunaposema kuhusu Mariamu tunamjua vizuri sana, na sasa hapa tunaenda kuongea
ni juu ya Mariamu na malaika mwenye alimwambia maneno mengi sana. Na kama ungekuwa na wakati usome kuanzia mstari wa 26 mpaka umalizie hicho kifungu, utaweza kujua kabisa kweli Mungu aliweza kumunenea na akamjulisha mengi. Na jambo ile tutaenda kuongelelea hapa ni kuhusu Mungu aliye juu. Na aliambiwa Mungu aliye juu atampa uwezo wa kuzaa. Huyo Mungu aliye juu, tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ni ya 18, na tukisoma mstari hapo wa 18 na 22, tunaona pia mtu mwingine alikuwa anaitwa Melkisedeki, ambaye aliweza kumbariki Ibrahimu. Na alimwambia Mungu aliye juu amefanya hii na hii na hii, na akatumia hilo jina la Mungu aliye juu, na Melkisedeki akambariki Ibrahimu. Kwa hivyo pia hapa malaika wa Mungu anaongea na Mariamu akimwambia Mungu aliye juu atamwezesha kumzaa huyu mwana. Na huyu Mungu aliye juu pia Biblia tunasoma yuko kila mahali. Ina maana kwamba yupo penye tuko duniani na yuko pia mbinguni. Kwa hivyo Mariamu akaambiwa kuna Mungu ambaye anaishi juu mbinguni, na kuna Mungu pia anaishi duniani, na huyo ni Mungu mmoja. Kwa hivyo akaambiwa haitikie yale anaambiwa na yale atayaona kwake. Hayaitikie ni Mungu aliye juu ameyafanya hayo. Mtazamaji mpendwa, uko pale, na kuna Mungu ambaye yuko juu, na Mungu ambaye anakaa juu, anaishi juu, ni Mungu wa miujiza, ni Mungu wa maajabu. Na tazama, wengine wameamua kuchagua miungu ya dunia hii, na hii miungu itakuja kupita, itakuja kuisha. Na wewe mwanadamu, wewe mtazamaji, ukichagua miungu ya dunia hii, kama vile dunia itakuja kupita, utakuja pia wewe kupita na hii dunia, maana umechagua hii miungu ambayo ya kuisha. Ninakusihi wa leo ndiposa uweze kuchagua Mungu ambaye anakaa juu, Mungu ambaye ni wa miujiza. Huyo anatuma malaika wake kuweka mtoto ndani ya tumbo ya Mariamu, na anamzaa huyu Yesu ambaye alikuja kuondoa lahana ya kutoka Adamu. Ningekuwa wewe, ningechagua kukaa na Mungu huyu ambaye ametenda hii miujiza, na Mungu ambaye aliabudiwa na wengi, na akatenda miujiza mingi, na akafanya mengi sana ya ajabu na ya kusitusha na ya kushangaza. Utaenda kumchagua nani? Mungu yupi? Na chagua Mungu ambaye aliambiwa Mariamu amchague na aishi naye. Nawe utaweza barikiwa, nawe utasaidika, nawe utasaidia wengi. Bwana na alibariki neno lake. Amina. Asante Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Manake kama vile tumeongea hapa, ni unabii katika Agano Jipya ulipomtabiria Mariamu ambaye alikuwa ameposwa, na ukamtabiria ukimwambia ya kwamba amini aliye juu atampa uwezo wa kumzaa huyo mwana. Manake alikuwa na maswali mengi sana. Itakuwaje na itawezekanaje? Na yeye ajui mwanaume, lakini ukamwambia aliye juu atamsaidia. Ninaona mtazamaji, kweli nikimsi amini aliye juu atamsaidia. Ameomba maombi mara nyingi sana,
huku yasijibike ama yasijibiwe. Lakini kuna Mungu aliye juu, amini na ataenda kumtekelezea yote. Na endapo Bwana hayo yote tutayaona, hatuna budi kusema ni asante na kusema uhimidiwe. Tuomba yote ni kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Tunaomba. Amen. Bye bye. Mungu unjitangulia wale aliowapenda kwa kusudi lake. Hakuna mtu ambaye Mwenyezi Mungu amchagui kutokana na kusudi lake. Mwenyezi Mungu wakati ambapo amechagua, amejitangulia mtu yeyote yule kumtumikia ama kutekeleza jambo fulani, huwa na kusudi, na sio kusudi tu, kusudi njema juu ya huyo mtu ambaye ameweza na kumchagua. Hapa tunaona kwamba Mariamu aliye mnyenyekevu na mwaminifu, Mungu aliweza na kumchagua kubeba mwana wake, kubeba ujauzito wa Yesu Kristo, kutubebea Mwokozi. Mungu akaweza na kumchagua. Mungu anaweza kutumia mtu yeyote yule. Wakati ambapo umeweza na kuokoka, hakuna kusema kwamba ama mtu mwingine hapa kando kukuona na kuona kwamba wewe ni kama hufai mbele za Mwenyezi Mungu, haufai kutumika. Hakuna. Wakati Mwenyezi Mungu ameamua kutumia mtu yeyote yule, aombe ruhusa, lakini huwa na kusudi njema juu ya huyo ambaye ameweza na kumchagua, kama vile ambavyo aliweza na kujichagulia Mariamu, akaweza na kubeba ujauzito wa Yesu. Akaweza na kutubebea Mwokozi. Wakati ukifika akaweze na kumzaa. Kuzaliwa kwa Yesu ni matokeo ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana Mariamu aliweza na kuambiwa kwamba huu ujauzito ambao utaweza na kuchukua, kwa sababu ya Roho Mtakatifu, kupitia kwa Roho Mtakatifu. Maana sio mimba tu. Maana Yesu sio ati alikuwa tu mtoto wa kawaida, lakini alikuwa ni Mungu tu mwenyewe. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni matokeo ya neema ya Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu na utiifu wa Mariamu. Utiifu wa Mariamu. Na ishara kwamba Mungu anaweza kufanya kazi kuu kupitia kila mtu anayemtumainia, yule anayemwamini. Mungu anaweza akafanya kazi kwako, anaweza akafanya kazi nawe, anaweza kukutumia kwa njia yote ile. Anaweza kukutumia hata kupeleka injili yake mahali popote pale. Hakuna yule ambaye anaweza na kuomba ruhusa na Mwenyezi Mungu kusema kwamba ningetaka kumtumia huyu, utaweza na kunipa ruhusa? Hapana. Mwenyezi Mungu akiona kwamba ataweza na kumtumia huyu kama vile ambavyo aliweza na kumtumia Mariamu, ataweza na kukutumia, ataweza na kumtumia. Bora tu uwe mnyenyekevu, ujitolee kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Ataweza na kukutumia, na pia atakuwa na kusudi njema juu yako wakati ambapo anakutumia. Si tu watu free, ili Mwenyezi Mungu akaweze na kuona kwamba kuna haja ya kukutumia, kuna haja ya kunitumia, akikupea kazi, akikubariki na kipawa fulani, ukaweze na kukifanyisha kazi. Akikubariki na talanta fulani, ukaweze na kuifanyisha kazi. Ukaweze na kuifanyisha kazi, na rudia tena, ili Mwenyezi Mungu akiangalia akatanzame tu na kufurahia kazi yako. Ninakutakia wakati mwema. Mungu na akubariki. Tuzidi na kufuatilia yoyote ambayo tumeweza na kubarikiwa nayo, kufundishwa. Na ni mambo yangu kwamba hata Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu na sio mwepesi kama sisi binadamu, ataweza kuendelea na kufanya kazi ndani yetu, ataendelea na kutufundisha hata kwa kiundani, ili tukaweze na kuelewa mengi. Siku ya leo kuna wale ndugu zetu, dada zetu wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Mungu na wabariki. Mungu wa pamoja nanyi. Utumishi wa Mwenyezi Mungu, Roho wa Mwenyezi Mungu akazidi na kuwatumia. Bye bye.